Sijawahi kuua mtu, labda sisimizi nimeua, lakini sio mtu. Hakuna muuaji kama Samia, hakuna muuaji kama Samia, hatuna na hata kuwepo. Tumetembea kote kote, tumetambuka kote kote, tumetambuka kote kote, hakuna na hata kuwepo. Samia must go. Rudi Zanzibar, tuachie Tanzania kwa amani. Samia must go. Rudi Zanzibar, tuachie Tanzania kwa amani. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji, natumai ubuheri wa afya na karibu katika taarifa zetu za sasa. Na Rais Samia Suluhu aliweza kuzungumza siku ya Ijumaa alipokuwa anamteua Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu, na kuna kikundi ya wananchi ambao walikuwa wanamtaja Samia Suluhu kama muuaji na kuwa hastahili kuilinda ama kuongoza nchi ya Tanzania. Kama ulivyosikia toka mwanzoni mwa hii video, Samia Suluhu aliweza kusema kuwa yeye hajawahi ua mtu yoyote, bali tu kama gesi. Na wakati huu ambapo Rais Samia Suluhu anaendelea kuiongoza Tanzania kwa muhula wa pili sasa, wapo wengi ambao wanamtaka Rais Samia Suluhu aweze kujiuzulu, lakini Rais Samia ameweza kusema kuwa hawezi kujiuzulu na lazima aliongoze nchi ya Tanzania kwa muhula wake wa pili. Na alipomteua Mwigulu Nchemba kama waziri mkuu, wengi wa wananchi waliweza kusema kuwa wanakubaliana na hiyo hatua, lakini wapo wananchi ambao waliweza kusema kuwa Rais Samia Suluhu ameweza kukosea. Lakini tungependa kusikia kutoka kwako maoni yako kuhusiana na kuteuliwa kwa Mwigulu Nchemba kama waziri mkuu. Je, unaunga mkono ama unapinga? Na pia unaunga mkono Rais Samia Suluhu kujiuzulu ama unaunga mkono Rais Samia Suluhu kuendelea kuiongoza nchi ya Tanzania kwa muhula wa pili? Tungependa kusikia kutoka kwako, tueleze maoni yako hapo chini, kwa maana kuna kikundi cha wananchi ambao walikuwa wanamzomea Rais Samia Suluhu wakiimba wimbo kuwa hakuna muuaji kama Rais Samia Suluhu na kuwa yeye sugu sana katika mauaji. Na pia tungependa kusikia kutoka kwako kuhusiana na Mwigulu Nchemba ambaye pia yeye alipata mshtuko mkubwa kwa kuteuliwa kuwa waziri mkuu ya Ijumaa. Rais Samia Suluhu ameweza kumweleza waziri mkuu Mwigulu Nchemba kuwa asiwasikize wale wanaomwambia ama atekeleze kile kilichompeleka ama kuwa waziri mkuu, na asisikize kile watu wanasema kuwa aende kuchapa kazi au mchapa kazi. Tungependa kusikia kutoka kwako maoni yako hapa chini, na pia kuhusiana na Rais Samia Suluhu kuambiwa ama kuzomewa na wananchi kuwa ni muuaji sugu na inastahili ajiuzulu. Na wametangaza, kumbuka, kuwa kuna maandamano tarehe 9 ambapo wananchi wamesema kuwa watakuja barabarani ili kuandamana kuhakikisha Rais Samia Suluhu ameweza kujiuzulu. Hebu tuangalie baadhi ya maoni kadha, ambapo kama binadamu ameweza kusema ila kwenye maridhiano tunawaomba watu wafuatao wawepo kwenye kamati: Humphrey Polepole, Deus Soka, Mohamed Ali Kibao, Mudunde Nyagali na wote waliopotea. Huyu ameweza kusema Adamu ya Sharif majini inawaalilia. Na ni baadhi tu ya maoni ambapo wananchi wameweza kusema kuwa kama wanataka maridhiano waweze kuachilia Humphrey Polepole na pia wawepo Deus Soka, Mohamed Ali Kibao, Mdunde Nyagali, wengine wakisema kuwa damu ya Sharif majini inawalia. Na ni baadhi tu ya maoni
Wananchi, kumbuka Rais Samia Suluhu alikuwa amesema kuwa kutakuwa na mazungumzo ya maridhiano pamoja na viongozi wa Chadema, lakini naibu mwenyekiti wa Chadema John Heche aliweza kusema kuwa hawajazungumza lolote na kuwa hiyo tu ni uongo na hakuna maridhiano. Lakini tungependa kusikia kutoka kwako, tueleze maoni yako hapo chini, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini.